Idi Mubarak, na washukuruni kwa kuja, pamoja na kwamba ni sikukuu, lakini tulivyowajulisha tuna jambo, mmeitika wito. Karibuni sana kwenye ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Nafikiri tunasherehekea vizuri sikukuu yetu. Mimi naitwa ndugu John Foroteo Haule, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Nimewaita hapo kwa jambo moja kubwa, wataalifu wana Ruvuma, wana CCM na wasio wana CCM juu ya ziara ya Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu. Katibu mkuu atakuwa na ziara ya kikazi mkoani kwetu, ziara ya siku 5 kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Ziara yetu itaanza tarehe 2 kama nilivyokwishaeleza, itaanzia wilaya ya Tunduru. Katibu mkuu atakuja Ruvuma akitokea mkoa wa Mtwara. Kwa hiyo tarehe 2 tutampokea wilaya ya Tunduru, na mida ya mchana kuanzia saa 7 tutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara kwenye viwanja vya shule ya msingi Mlingoti. Lakini kabla ya hapo tutakuwa na mapokezi makubwa yatakayofanyika kwenye ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi wilaya Tunduru zilizoko Tunduru mjini. Kwa hiyo baada ya mapokezi tutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara pale pale Tunduru mjini, mkutano utakaofanyika kwenye viwanja vya shule ya msingi Mlingoti. Kwa hiyo nitumie wakati huu kuwakaribisha wana Tunduru wote na wananchi wa karibu na Tunduru, wana CCM na wasio wana CCM wote kwa ujumla. Tunawakaribisha kwa wingi kuja kumsikiliza katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye atafanya mkutano siku ya tarehe 2 mwezi wa 4 2025 kwenye viwanja vya shule ya msingi Mlingoti. Baada ya mkutano huu wa tarehe 2, tarehe 3 Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi atafanya mkutano wa hadhara kwenye wilaya ya Namtumbo. Kwa hiyo wilaya ya Namtumbo kuanzia mchana saa 5, saa 6, saa 7 watu wasogee kwenye viwanja, nafikiri pale stand Lwinga. Tutakuwa na mkutano mkubwa kabisa wa hadhara. Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi atazungumza na wananchi wa Namtumbo. Pia niwasisitize ndugu zangu, niendelee kuwakaribisha kwa wingi watu walioko Namtumbo mjini na maeneo jirani. Tunawakaribisha sana kuja kumsikiliza katibu mkuu atakavyokuwa anazungumza na wananchi wa wilaya Namtumbo. Tarehe 4 katibu mkuu atakuwa na function, nafikiri wahusika wataizungumzia, nafikiri ni jukwaa la hariri, atakuwa huko. Kwenye chama ataendelea tena na ziara tarehe 5. Tarehe 5 katibu mkuu ataondoka hapa Songea baada ya kumaliza ile kazi tarehe 5 ataelekea nafikiri Liganga, lakini pia atawasalimu wananchi, lakini pia atawasalimu wananchi tena Mbinga. Safari utakuwa unaelekea Nyasa, lakini akiwa Mbinga atatembelea bandari ya Mbamba Bay. Kuna ujenzi mkubwa huko pale unafanyika. Mama Samia ametupatia fedha nyingi, kwa hiyo katibu mkuu atakwenda kuona namna gani ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo yeye ndo anaisimamia utekelezwaji wake. Atakwenda kukagua mradi ule wa ujenzi ya bandari ya Mbamba Bay pale Nyasa. Baada ya tukio hilo Nyasa pia kwa maana ya Mbamba Bay kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara. Hiyo tarehe 5 Dr. Nchimbi atazungumza na wananchi wa wilaya ya Nyasa. Tumie pia nafasi hii kuwakaribisha kwa wingi wananchi wa Mbamba Bay na Nyasa kwa ujumla, maeneo jirani. Tunawakaribisha kuja kumsikiliza Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini baada ya mkutano huo tarehe 5, tarehe 6 atarejea hapa mjini. Atakuwa na shughuli za kukagua miradi yetu ya chama. Atatembelea miradi yetu mbalimbali ya Chama cha Mapinduzi hapa mkoani, na vikao vingine vya kichama vitakaliwa hiyo tarehe 6.
Baada ya tarehe 6 shughuli itakuwa ni hiyo, kutwa nzima miradi ya chama na vikao vyetu. Baada ya hapo tarehe 7 tutamsindikiza uwanja wa ndege wa Songea kwenda kumuaga. Nafikiri hiyo kifupi ni ratiba ya ziara hii ya kikazi ya katibu mkuu kwenye mkoa wetu wa Ruvuma. Lakini jambo kubwa nalotamani kulisema ni kuwakaribisha kwa wingi ndugu zangu wananchi wa Tunduru, tukaribie kwa wingi, na mimi nawakaribisha watu waje kumsikiliza, lakini wafanyabiashara pia walete biashara zao kwenye mikutano. Nafikiri leo tuko kwenye Eid, manake tumeumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa hiyo watu watakuwa huru. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tunduru, watu wenye upupu walete, watu wa kuuza maji, wote tunawakaribisha. Mikutano hii ya Chama cha Mapinduzi itumike pia kama fursa ya wajasiriamali kujipatia kipato. The same kwa ndugu zangu wana Mtumbo, wajasiriamali pia waje na biashara zao kwenye eneo la mkutano. Wakati watu wanamsikiliza katibu mkuu, na wao pia wanapata riziki. Pia hii mkutano utafanyika Nyasa, tunawakaribisha. Kwa hiyo karibuni sana, tunawakaribisha kwenye mikutano, kwenye vituo vyote ambavyo tumevisema katibu mkuu atafanya mkutano. Tunawakaribisha wananchi wote wa itikadi zote kuja kumsikiliza. Na Dr. Nchimbi, Ruvuma ni nyumbani. Kwa hiyo naamini watu wengi wana shauku ya kumuona kwa karibu, ya kumsikiliza kwa karibu. Kwa hiyo nitoe rai, maeneo tuliyosema, kwa mfano Tunduru, watu wawahi kuja uwanjani saa 4 asubuhi, watu wawepo uwanjani. Maana watu watakuwa wengi, uende ukakosa nafasi ya kukaa kumuona kwa karibu. Na Mtumbo saa 5, saa 6 uwe tayari uwanjani. Mbamba Bay ama Nyasa hivyo hivyo, tujae kwa wingi tumsikilize kipenzi chetu. Lakini pia Dr. Samia alitupa heshima, alimteua Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea mwenza mteule, na hili jambo mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi ulipitisha kwa asilimia zote. Kwa hiyo sisi kama wana Ruvuma tunalo la kujivunia, tujitokeze kwa wingi kumpokea mtoto wetu, kumpokea kiongozi wetu, kumpokea kijana wa nyumbani. Kwa hiyo ninawakaribisha sana kwenye maeneo husika, tuje tumsikilize Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi.